Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia, pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Jumatano ya Mei 13. Tunaangazia mafaa na mapungufu ya kongamano la Ufaransa na bara la Afrika ambalo limekamilika mjini Nairobi. Wakosoaji wa kongamano hili waweza kusema ni kwamba viongozi wa Kiafrika wameendelea na ile tabia miaka mikaka ya kwamba dola kubwa la kutoka Ulaya linawaleta maraisi zaidi ya 30 pamoja na wote wanaenda kama kondoo kufuata rais wa Ufaransa. Kwingineko, mvutano umeibuka dhidi ya eneo la kujenga mtambo wa kuchakata mafuta ghafi Afrika Mashariki. Hata yeye mwenyewe Dangote aliwahi kupata mzengo kwenye nchi yake mwenyewe, kama unakumbuka, ndio ya ujenzi wa. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni mambo tu yanajitokeza katika hali ya kawaida, ni kwamba yeye ataamua anajenga wapi, sababu mtaji ni wa kwake, basi wa kwake, lakini hapo tujue katikati kwamba kuna kunufaika. Kwa haya na mengine zaidi kanasi. Kwanza taarifa za habari na Angela Ngendo. Accra, Ghana. Ghana imesema itawaondoa raia wake 300 kutoka Afrika Kusini kufuatia ghasia na maandamano dhidi ya raia wa kigeni, hususan wa Afrika nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto, amesema Rais John Mahama ameidhinisha raia hao wahamishwe mara moja. Haya yanajiri wakati maafisa wa Afrika Kusini wamekanusha tuhuma kwamba raia wake wanashambulia raia wa kigeni wa Afrika na kupinga kanda zilizosambazwa mitandaoni wakizitaja ghushi. Mapema wiki hii Rais Cyril Ramaphosa alisema mashambulio dhidi ya raia wa kigeni kutoka Afrika hayaungwi mkono na sio sera serikali yake. Aliahidi nchi yake itafanyia marekebisho sheria uhamiaji na kulinda mipaka yake. Maelfu ya raia wa Afrika Kusini wamekuwa kiandamana kupinga uhamiaji haramu na kutaka raia wa Afrika walioko nchini humo bila vibali wafurushwe. Wenyeji wanasema wageni wanachochea uhaba wa nafasi za ajira, kuchangia ugumu wa kupata makazi bora na baadhi wakihusishwa na vitendo vya uhalifu. Paris, Ufaransa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekosolewa vikali kufuatia hatua yake kujaribu kuzima kelele kutoka kwa washiriki katika kongamano la Ufaransa na Afrika mjini Nairobi wiki hii. Macron alionekana akisimama kuelekea mbele ya ukumbi katika chuo kikuu cha Nairobi na kukemea waliokuwa wakipiga makelele, huku akiwafokea kwa kukosa heshima. Kongamano hilo la France Afrique lilikusudia kubadilisha sera Ufaransa barani Afrika. Rais Macron alitangaza mabilioni ya dola kufadhili sekta ya kilimo, nishati, teknohama na ulinzi. Licha ya waliokosoa hatua ya kiongozi huyo kuwafokea Waafrika, baadhi walimsifu kwa kuweka utulivu katika mkutano huo. Kinshasa na Washington. Mashirika makubwa ya madini na nishati duniani ya AGC, Evolution Energy LLC pamoja na Trafigura Pte Limited zimesaini muafaka wa maelewano katika kufanikisha uchimbaji na usafirishwaji wa madini ya cobalt hydroxide kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hadi Marekani. Chini ya mwafaka huo, Evolution Energy inatakiwa kusafirisha 40% ya madini ya cobalt hydroxide hadi Marekani na kuyasafisha katika kiwanda chake eneo la Arizona ambacho hutengeneza battery za magari, vifaa vya ndege, magari ya umeme na vifaa vya kijeshi.
EGC kwa upande wake itaweka juhudi kwenye migodi na kufanikisha uchimbaji wake nchini DRC. Disemba mwaka uliopita 2025, Marekani ilitangaza kupata idhini ya madini ya Kongo ikiwa ni pamoja na cobalt, coltan na shaba. Abuja, Nigeria. Jeshi la Nigeria linasema hakuna ushahidi kwamba raia walilengwa katika shambulio lake la anga eneo la Zamfara mapema mwezi huu. Jeshi linasema taarifa kwamba shambulio lake liliwaua raia 100 ni za kupotosha. Shirika la haki za binadamu Amnesty International katika ripoti yake wiki hii limesema raia 100 waliuawa katika soko lililojaa watu kijijini Tumfa na kutaka maafisa wafanye uchunguzi wa kina na haraka. Amnesty iliongeza walioshuhudia shambulio hilo walikiri kwamba waathiriwa wengi walikuwa wanawake na watoto. Hata hivyo, taarifa kutoka idara ya ulinzi ya Nigeria zinasema hakuna uhakika wala ushahidi wowote dhidi ya madai hayo. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Michael Onoja amesema shambulio hilo lilifanyika kulenga makundi ya kigaidi kufuatia juhudi za pamoja za kijasusi. Amesema upande wake ulichunguza matokeo ya shambulio na kudhibitisha kwamba wanachama wengi wa makundi ya kigaidi waliokuwa kwenye kijiji hicho waliuawa. Nigeria imekuwa ikikabiliana na makundi ya kigaidi pamoja na magenge ya kihalifu kaskazini mashariki ya nchi ambapo usalama mbaya umekithiri kwa zaidi ya mwongo mmoja. Kongamano la Ufaransa na bara la Afrika limekunja jamvi Nairobi hiyo jana, pande mbili Ufaransa na Afrika zikikubaliana kuboresha uhusiano kati yao baada ya dola hiyo kukosolewa vikali na baadhi ya nchi koloni zake. Emmanuel Macron amewasili Paris baada ya kutangaza kima cha dola bilioni 27 kwa Afrika. Aidha, katika baadhi ya mataifa nchi hiyo imeweka mikataba binafsi. Kenya, ambaye ilikuwa mwenyeji wa kongamano hilo, imeridhia wanajeshi wa Ufaransa kuwa na kambi ndogo pwani yake. Hata hivyo, mpango huu umekosolewa vikali na makundi ya kijamii na kusema mwafaka wa sasa hauna nafasi ya kuwajibisha wanajeshi wa Ufaransa wakati wanapokiuka sheria za nchi. Katika miaka hivi karibuni, Ufaransa itaanza kuchangia sekta ya kilimo, mazingira, nishati, usalama na teknohama Afrika. Yote 9 wadadisi wanasema kama dola nyingine zilizokita kambi Afrika, Ufaransa imeingia kwa kishindo katika kinyang'anyiro cha kumega rasilimali za bara. Gabriel Ingubu anatathmini kongamano hilo la Nairobi. Naam, karibu. Wito wa kuheshimiana ulitawala katika mkutano wa Africa Forward uliofanyika Nairobi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza uwekezaji na kusema kuwa uhuru wa kujitawala utakuwa msingi katika ushirikiano mpya ambao Ufaransa inatumaini kujenga na Afrika. Uwekezaji wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 27 utafadhili sekta mbalimbali barani Afrika ikiwemo nishati, akili mnemba na kilimo, alisema Macron. Rais huyo wa Ufaransa aliongeza kuwa bilioni za Kimarekani 16.4 zitatoka kwa kampuni za Ufaransa na bilioni 10.5 za Kimarekani kutoka kwa taasisi za Afrika. Macron alisema mkutano huo unaashiria mabadiliko ya kifedha katika uhusiano kati ya taifa hilo la Ulaya na nchi za Kiafrika, zikiwemo zile ambazo hapo awali zilikuwa koloni zake. Na Rais William Ruto wa Kenya, ambaye alikuwa mwenyeji mwenza wa mkutano huo pamoja na Ufaransa, alitaja neno uhuru wa kujitawala mara 4 katika hotuba yake siku ya mwisho ya mkutano. Ruto alisisitiza kuwa siku za utegemezi wa Afrika kwa Ulaya zimekwisha na sasa ni wakati wa kuheshimiana kati ya mataifa yanayoshirikiana. Nikimnukuu, ushirikiano mpya kati ya nchi za Afrika na Ufaransa haupaswi kujengwa kwa msingi wa utegemezi bali usawa wa kujitawala, si kwa msaada au hisani bali kwa uwekezaji unaonufaishana, na si kwa unyonyaji bali kwa ushirikiano kwa pande zote mbili. Mwisho wa nukuu. Mkutano huo ulikubali tamko ambalo lilisainiwa na viongozi na serikali 30 na ulikuja wakati wa mpasuko kati ya Ufaransa na makoloni yake ya zamani, hasa katika Afrika Magharibi. Kwa muda mrefu, Ufaransa imeendeleza sera ya kikoloni na ya ushawishi kiuchumi, kisiasa na kijeshi inayoitwa Franc Afrique, ambayo ilijumuisha kuweka maelfu ya wanajeshi katika maeneo ambayo ilidhibiti. Baada ya miaka ya ukosoaji kutoka kwa viongozi wa vyama vya upinzani nchini Mali,
Niger na Burkina Faso kuhusu mtazamo wao wa kudhalilisha na ukali. Ufaransa imeondoa wanajeshi wake wengi kutoka maeneo hayo. Ilihitimisha kuondoa wanajeshi wake kutoka Senegal mwezi Julai. Inaonekana Ufaransa imepata kambi mpya kwa wanajeshi wake baada ya kujiondoa Sahel. Mkataba mpya wa ulinzi kati ya Kenya na Ufaransa imekosolewa na mashirika ya kiraia kwa kutoa kinga kubwa kwa wanajeshi wa Ufaransa dhidi ya sheria za Kenya, jambo nyeti katika nchi ambayo mkataba kama huo na Uingereza umeacha matukio magumu ya uhalifu dhidi ya raia. Wakati nchi nyingi za Afrika hasa katika Sahel zinapunguza au kufukuza uwepo wa kijeshi wa kigeni kwa lengo la kudai uhuru wao, Kenya inakaribisha uwepo unaoongezeka wa kijeshi wa kimataifa. Mkataba wa ushirikiano wa ulinzi wa Kenya na Ufaransa ulisainiwa Oktoba 29 mwaka 2025 na waziri wa ulinzi wa Kenya Soipan Tuya na balozi wa Ufaransa nchini Kenya Arnold Sakwet, na kupitishwa na bunge Aprili 8. Katika mwezi huo huo, Kenya pia ilipitisha mikataba ya ulinzi na nchi ikiwemo Jamhuri ya Czech, Uchina na Italia. Mwezi mmoja kabla ya mkutano huo, kundi la takriban wanajeshi 800 wa Ufaransa liliwasili Kenya kwa meli ya kivita. Mkataba huo uliwapa wanajeshi wa Ufaransa wanaotembelea mamlaka ya msingi ya kisheria kwa makosa waliofanya wakiwa kazini, sawa na kinga pana zilizokuwepo katika mikataba ya awali na Uingereza, ambayo iliwalinda askari wa Uingereza dhidi ya mahakama za Kenya katikati ya kashfa kama mauaji ya 2012 ya kijana Agnes Wanjiru na moto uliosababisha vifo katika shamba la Loldaika mwaka wa 2021. Gabriel Igumu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Nairobi. Ni Gabriel Ingubu. Kwa kuandaa kongamano katika taifa linalozungumza Kiingereza, Ufaransa imetuma ujumbe kwamba iko rai kuwapata washirika wapya Afrika. Aidha, kikao cha Nairobi kiliweka wazi kwamba wakati umefika dola za magharibi kujadili hoja kwa manufaa ya Afrika, kinyume na awali ambapo Afrika ilikuwa bara la omba. Silvanus Karemela amezungumza na Profesa David Monda, mtaalamu wa masuala ya dunia. Bayana inaonekana wazi kongamano hii imekuwa kwenye taifa linaloongea Kiingereza au Kimombo, yani Kenya, na desturi imekuwa Francafrique huwa ipo kwenye madola ambayo sana sana yamekuwa kiongea Kifaransa ama yamekuwa na ule ushawishi au ile ukaribu wa kihistoria na Ufaransa kama DRC, Rwanda, Burundi hivi. Lakini pia ukichambua tena kwa undani ni kwamba wakosoaji wa kongamano hili waweza kusema ni kwamba viongozi wa Kiafrika wameendelea na ile tabia miaka mikaka ya kwamba dola kubwa la kutoka Ulaya linawaleta maraisi zaidi ya 30 pamoja, na wote wanaenda kama kondoo kufuata rais wa Ufaransa, iwe kihistoria kwenye dola linalo ya Kifaransa kule Afrika, iwe Cote d'Ivoire au iwe Senegal ama iwe Kongo. Lakini wakati huu ile tabia ile ya kibepari wakosoaji wanaweza kusema tena imeendelezwa. Tofauti hapa ni kwamba ni taifa linaloongea Kimombo, yani Kenya, na pengine kwa njia hii imebadilisha desturi, lakini kihalisia ile falsafa ya kufuata rais wa kutoka Ulaya, hususan rais wa Kifaransa, tena ni kama imeendelezwa. Naam, Profesa Monda, ni kwamba Rais Macron ametangaza ufadhili wa dola hadi bilioni 27 kwa Afrika, akiangazia kilimo, nishati, teknolojia, usalama na vitu vingine. Sana sana kwa tathmini yako Profesa Monda, nini cha kushangiliwa na Afrika katika pesa hii ambayo ameitangaza rais wa Faransa? Tena hilo ni swali gumu, lakini itategemea ufadhili huu kwanza linatokana na usaidizi wa aina gani. Ufadhili huu ni mikopo, usaidizi huu ni pesa taslimu, usaidizi huu ni usaidizi wa kiteknolojia, kiufundi, na ufadhili huu utaenda kwa sekta gani? Na tena ufadhili huu kweli zile hela zitakazotoka Paris kweli zitatoka Paris na kuja Afrika, ama vigogo wa bara kawaida yao ni kama pengine watazipora?
Kama itakuwa ya kwamba hela hizo au ufadhili huo utakuwa rasilimali au usaidizi wa kiteknolojia, wa kiufundi ambao kihalisia itaenda kuboresha kimantiki uchumi za Afrika za madola na kuongeza uzalishaji kwenye uchumi hizo, itakuwa ni sawa. Lakini kihistoria tumekuwa na hii mikopo ama usaidizi wa mabilioni za euro au za dola zikija Afrika, lakini zile shida au changamoto ni zile zile. Naam, Profesa, katika mkutano huu Kenya imeweka wazi kabisa na kuweka mwafaka wa kuridhia kwamba jeshi la Ufaransa litakita kambi pale pwani ya Kenya, na hili katika swala zima la usalama. Pengine unalizungumzaje hilo? Lina maana gani hasa, kwa sababu tunajua kwamba haya mambo yamekuwa yakifanywa na Marekani katika mataifa mbalimbali ya Afrika na mahali pengine, lakini sasa Ufaransa kufanya hivi na Kenya kukubali. Pengine unatafsiri vipi uamuzi wa Kenya kuweza kukubali kwamba Ufaransa ikite kambi pale katika pwani ya Kenya? Ufadhili wa kijeshi na usalama ni kama kisu. Waweza kutumia kisu kwa njia nzuri, pengine kupika chakula, kulisha jamii, na pia waweza kutumia kisu lile au visu kufanya mauaji. Changamoto iliyopo huko Kenya ni kwamba pengine ufadhili huu wa kiusalama waweza kutumiwa wanajeshi tuseme wa Kifaransa wakija Kenya wakifanya makosa. Wakosoaji wengi wanasema kisheria wanajeshi wa Faransa wakifanya makosa Kenya, vile ilivyo wakati huu wanajeshi tuseme wa kutoka Uingereza wa Batuk kule Nyanyuki na Laikipia, miaka mikaka wamekuwa wakifanya mauaji kwa Kenya, kwa kufanya uchafu na uhalifu wa Ufaransa. Na tena vile nimeeleza kule nyuma ni kwamba ile hofu ya ubepari mamboleo utakuwa ukieneza kwenye miundombinu hii za usalama, za ushirikiano kiusalama, na itaendeleza ile hali ya ukandamizwaji wa haki za kibinadamu. Tumia usaidizi huu au ufadhili huu wa kijeshi na usalama kuweza kukandamiza haki za kibinadamu za Waafrika na Wakenya kwa ujumla. Ni Profesa David Monda akizungumza na Silvanus Karemela. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia jiunge, yani usubscribe na YouTube idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubelo na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Wiki jana Rais wa Kenya William Ruto alifanya ziara rasmi nchini Tanzania, ambapo alitangaza kuunga mkono hatua ya kujenga mtambo wa kuchakata mafuta ghafi katika eneo la Tanga. Mtambo huo ulitajwa kuwa ni muhimu katika kufanikisha upatikanaji wa mafuta barani Afrika badala ya kutegemea bidhaa hiyo kutoka nje. Hata hivyo, mfadhili mkuu wa mtambo huo Bwenyenye Aliko Dangote ametofautiana na kauli ya Rais Ruto na mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambapo amependekeza mtambo huo kujengwa kisiwani Mombasa, pwani ya Kenya. Ibrahimu Hassani amezungumza na mchambuzi wa kiuchumi kuhusu mvutano huu. Jumla ni mkutano ambao unaonekana ulikuwa umeandaliwa kwa sababu ya Kenya katika upande wa Afrika Mashariki zaidi pengine kuliko mataifa mengine kama Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Sudan ya Kusini kadhalika na kadhalika. Lakini tu ni mkutano ambao unawaleta pamoja watu kuzungumza, na hata kama Kenya waliuandaa na Ufaransa kwa makusudi na madhumuni ya kunufaisha shughuli zao, lakini umefanyika na watu wamekusanyika na watu wamezungumza, na kumekuwa na mambo mengi hapo katikati, lakini kimsingi watu wamekusanyika na kuzungumza
tunazungumza, na katika biashara zilizopangwa kufanyika lazima imepangwa mikutano 700. Katika mikutano 700 sielewi kwa jinsi gani katika muda mfupi, lakini katika siku mbili, lakini bila shaka hayawezi kuwa makampuni ya Kenya peke yake na serikali ya Kenya peke yake itakuwa imehusika katika mikutano 700 peke yake. Hapana, nafikiri hata baadhi ya mataifa kama Rwanda, Burundi, Kongo, pengine Uganda na Tanzania yenyewe, Somalia, watakuwa wameshiriki namna moja au nyingine. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa amepata kile alichokipata kutokana na mitazamo yake na kadhalika na kadhalika. Lakini kimsingi si mkutano mbaya, ni mkutano wa kuiuza Ufaransa. Ufaransa ilikuwa inakuja kujiuza kwa mataifa ya Afrika, na hasa Afrika nchi ambazo ni anglophone zinazozungumza Kiingereza na zaidi. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni jambo la msingi la kuiona nchi ya Ulaya, mojawapo ya mataifa makubwa ya Ulaya, ikija na kujaribu kukaa chini, yani wameshuka ghorofani, wamekuja kukutana na mtu mwingine wa kawaida mtaani, wanapiana mkono, kupongezana na kupanga mipango. Hiyo peke yake ni jambo lenye faida, kwa sababu kama leo ni kesho tutakuwa na manufaa na Ufaransa naye atakuwa na manufaa. Ujenzi huu hautokani na serikali yoyote katika nchi zetu. Ujenzi huu ni hiari ya yule mwenye kujenga, na kama unakumbuka vizuri, hata yeye mwenyewe Dangote aliwahi kupata mzengwe kwenye nchi yake mwenyewe, kama unakumbuka, ya ujenzi wa refinery. Mimi nafikiri kwamba ni mambo tu yanajitokeza katika hali ya kawaida, ni kwamba yeye ataamua anajenga wapi, sababu mtaji ni wa kwake, basi wa kwake, lakini hapo tujue katikati kwamba kuna kunufaika. Kwa hiyo kila taifa linaweza likawa linatupa ndoano zake kunufaika na hali hiyo, kwa sababu humo ndani kuna ajira, ndani kuna kodi, ndani kuna nini, kuna vitu vingi. Kwa hiyo nchi kama nchi ina jinsi inavyonufaika. Kwa hiyo hilo hatuwezi kusema kwamba litakaa hivi bila kuviziwa. Lazima kuwe na uviziaji wa fursa na kadhalika na kadhalika. Afrika tunakwama wapi pengine, au tusilaumiwe kwa sababu bado tunajiongea kiteknolojia? Sio kweli, kwa sababu kwani tipa ni ya wapi? Tipa refinery siko Tanzania, siko Kigamboni. Ilikuwa inachukua mafuta kwa muda mrefu. Labda tunasahau tu. Lakini hapo kusini wana sasa ule mtambo ambao ulikuwa unakwenda mbali ya kuchakata mafuta, lakini unakwenda kutengeneza, yani mkawa mawe unachakata mpaka unatoa gesi na kadhalika. Kwa hiyo hivi ni vitu tofauti. Mimi nafikiri si swala la Afrika, ni swala vile vile za wakopeshaji, ni swala vile vile wa matazamo. Na si kila taifa la Ulaya lina oil refinery, hapana. Wengine hawana na wengine wanayo. Kwa hiyo haya si masuala ya kuzungumza Afrika, lakini labda tuseme tunahitaji nini kwa sasa. Kwa nini tusiwe na refinery zetu kwa sasa na kadhalika? Refinery zina faida gani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni mambo ya kuzungumza, lakini si kana kwamba Afrika, kwa sababu tunapojitupiana lawama kwamba Afrika, yani mwisho inapelekea kwamba watu wa Afrika wana akili, wana commitment, sio committed. Na si kweli. Kuna mazingira ya kiuchumi, kuna fikra na kuna uwanja wa biashara, kuna mikataba ya kibiashara iliyotengenezwa nao mabwana kwa muda mrefu. Watu wa International Monetary Fund, watu wa World Bank, tuwazungumze na wao mikataba yao ikoje, wakati mataifa ya Afrika yalikuwa wakihitaji pengine fedha kwa ajili ya kujenga refinery kama hizo. Haijajue kuna fikra za ukoloni, kuna fikra za mitazamo ya kibiashara na kanda za biashara na faida na hasara. Kwa hiyo mambo yalikuwa yanafanyika, lakini kimsingi ni kwamba tunatakiwa kuelekea wapi kwa sasa. Hilo ndio jambo la msingi kama Afrika, kama nchi moja. Na mwisho kabisa, watu baadhi na pengine wachambuzi baadhi walikuwa wakisema kwamba pengine ni mpango wa Ruto, alishafahamu kitakachoendelea, alikuwa na haki ya kuipigia upatu Tanzania kwamba refinery ijengwe Tanga, lakini alikuwa anajua mwisho wa siku itaishia wapi. Wanamsingizia pengine, au kuna ukweli katika dhana ya uchambuzi? Inaweza kukawa ni uongo au ukweli, lakini yote kwa yote inakwenda kujengwa wapi sasa ndio itakuwa inaonyesha. Ni Ibrahimu Hassan. Tuelekee Burundi ambapo mwanasiasa maarufu Agathon Rwasa amekosoa vikali mfumo wa utaratibu wa sasa wa uchaguzi nchini humo. Kauli hii inajiri baada ya vyama vikuu 5 vya kisiasa Burundi kutangaza kwamba havitashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027. Vyama hivyo vimesema uchaguzi wa madiwani na wabunge wa mwaka 2025 ulikumbwa na dosari kadhaa, na zimetaka serikali kuridhia mabadiliko kabla ya raia kufika debe la maamuzi. Gilbert Ruyange amezungumza na mwanasiasa huyo mkongwe Agathon Rwasa. Agathon Rwasa, wewe ni mwanasiasa Burundi. Hivi karibuni vyama 5 vya upinzani vilionyesha ishara ya kutoshiriki uchaguzi wa mwaka 2027. Hatua hii unaitazama vipi? Labda niseme walichoonyesha
si kutoshiriki bali ni kutoridhishwa na namna mambo yanavyoendeshwa. Pamoja na hayo, naweza nikasema rai yao inaeleweka, kwani ukiangalia vizuri nchi ya Burundi ina matatizo kede kiasi kwamba si vema kukimbilia uchaguzi kabla ya kuzungumzia matatizo yenyewe, ili kuangalia namna gani nchi inaweza kupata viongozi wala si watawala ambao imeonekana kana kwamba ni watu walioko tu kwa ajili ya maslahi yao. Takriban miaka 20 na kitu tayari imeshapita, nchi inaendelea kudorora. Uchaguzi kama ulivyoandaliwa tukilinganisha na uliopita wa mwaka 2025 hawaashirii kuwa tunaweza tukapata viongozi ambao wanaweza wakaleta ahueni katika taifa hili. Ndio maana nimesema si kwamba hao watu hawataki kushiriki, bali wana wasiwasi na namna uchaguzi wenyewe unavyoandaliwa. Wana mikakati gani ya kushinikiza mageuzi wanayoyataka? Siwezi nikazungumzia mikakati yao kwa sababu mimi sina uhusiano wao. Ila ninachoweza kusema ni kwamba uchaguzi na taifa ni mambo mawili ambayo yanatuhusu sisi sote kama wananchi, kama raia, kama Warundi. Hivyo niombe na ninasisitiza Warundi wainuke na wafungue macho, waone hali halisi ya nchi ilivyo. Badala ya kushabikia tu kiini macho eti uchaguzi, Warundi tukae meza moja, tuangalie kwa pamoja mustakabali wa nchi ni upi, na tuandae roadmap itakayoweza kutupeleka kwenye uchaguzi sahihi ambapo wananchi watachagua viongozi wala si kuendekeza watawala ambao wamekaa kuinyunya tu nchi na hawajawahi kuonyesha hata dalili ya kujali maslahi ya wananchi. Umemaliza kusema kwamba haufungamani nao, lakini unabaki kwenye upande wa upinzani. Hivi unaona hii ishara ya kuonyesha kwamba hawataki kushiriki si kutoa mwanya kwa chama tawala kubaki madarakani? Chama tawala kubaki madarakani, nafikiri kama uchaguzi hata usifanyike. Sijui kama mmemsikia rais alivyozungumza juzi huko tarafani Matongo kwa Butanyerera. Yeye anajipiga kifua kwamba wasiposhiriki hawabadili chochote, mambo wameshayamaliza. CNDD-FDD itatosha. Hapo uelewe kwamba yeye na chama chake hawana nia yoyote ya kuwa na ushindani, hawataki demokrasia ya ushindani, wanataka kuendekeza mambo yao kama walivyoyafanya. Nchi waipelekeshe mpaka mwisho. Ndivyo ninavyoona. Tatizo si la vyama, tatizo ni la Warundi sote. Warundi tusiponyanyuka na kudai haki zetu, hasa haki ya kuwa na viongozi, si watawala wa kutukandamiza, wa kutunyanyasa, kutufanya haya yote tunayoyapitia kwa leo, ujue kwamba nchi itasalia kuwa matatani. Mwaka kesho kuna uchaguzi 2027. Kuhusu wewe, ni kweli watu watazamia kuwa utashiriki kama mgombea? Nimeshakwambia kwamba mazingira ya uchaguzi hayapo, na kama hayapo unataka nishiriki nini kama uchaguzi wenyewe unaandaliwa vibaya? Nimeona sijui kama ni interview mheshimiwa rais ametoa sijui kwa chombo gani. Yeye anadai kwamba sheria ya Burundi hainiruhusu kushindana kwenye uchaguzi. Je, nimepoteza haki yangu ya raia wa Burundi? Je, ni kosa gani mimi nimefanya ili yeye aone kwamba sina haki yoyote ya kuwa Burundi kamili? Sasa kama sheria zinapindishwa ili wasalie madarakani, unafikiri hapo ndio wanaleta suluhu ya matatizo tulio nayo? Nashukuru sana Agathon Rwasa. Asante sana. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo, mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio washika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa. Jioni njema.